Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 34.4 ya Watanzania ni vijana, sawa na watu zaidi ya milioni 20,612,566, huku wakichangia takriban asilimia 55 ya nguvu kazi ya taifa. Katika bunge la 13 mkutano wa 3 kikao cha 12 ambalo ni bunge la bajeti linaloendelea jijini Dodoma, Waziri Nanauka amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha nguvu kazi hiyo inatumika ipasavyo. Aidha, wizara itaendelea kuratibu utekelezaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 yenye malengo ya kuimarisha maendeleo ya kiuchumi kwa vijana, kukuza ajira na ujasiriamali, kuendeleza stadi za maisha na ujuzi kwa vijana, kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na uongozi, kulinda na kuendeleza haki na ustawi wa vijana, kuimarisha huduma za afya na ustawi wa vijana, kukuza maadili, uzalendo na uwajibikaji kwa vijana, kuimarisha upatikanaji wa matumizi ya tehama kwa vijana, kukuza vipaji, ubunifu na michezo, kuimarisha ujumuishaji wa vijana wote wakiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, kuimarisha uratibu na usimamizi wa masuala ya maendeleo ya vijana, kuendeleza tafiti, takwimu na mifumo ya taarifa za vijana, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa katika masuala ya maendeleo ya vijana. Amebainisha kuwa pamoja na mafanikio yaliyopatikana, bado kuna changamoto kadhaa zikiwemo ongezeko la uhitaji wa mikopo ukilinganisha na fedha zinazotengwa, baadhi ya vijana kukosa ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira, uelewa mdogo wa elimu ya uraia na uzalendo, changamoto ya afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, afya ya akili na miradi ya vijana kutokuwa endelevu. Uchambuzi wa fursa, yani opportunity mapping, utafanyika kwa lengo la kubaini na kutambua fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali, pamoja na kukusanya taarifa muhimu zitakazowezesha kuwashirikisha vijana kuhusu fursa hizo. Hatua hii italenga kuhakikisha vijana wanapata uelewa sahihi wa rasilimali na nafasi zilizopo katika mazingira yao, ili waweze kuzitumia kikamilifu kwa maendeleo binafsi na ya jamii kwa ujumla. Hii ni pamoja na fursa zilizopo katika wizara za kisekta. Namba 8 ni kuandaliwa kwa mfumo wa uratibu wa masuala ya vijana utakaowezesha kukusanya, kuhakiki, kuhifadhi taarifa sahihi kuhusu vijana ili kuwa na kanzi data itakayojumuisha mahitaji, sifa, ujuzi na maeneo ya kipaumbele. Mfumo huu utatumika katika uombaji wa mikopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Taarifa hizi zitatumika kuwezesha utambuzi wa uwezo na changamoto zao kwa ufanisi zaidi, pamoja na kurahisisha mchakato wa kuwaunganisha na fursa mbalimbali za ajira, mafunzo, ubunifu na uwezeshaji kulingana na vigezo vinavyolingana na wasifu wao. Hatua hii itachangia kuongeza ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo na kuinua ustawi wao kiuchumi na kijamii. Akihitimisha hotuba yake, Nanauka ameliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 35.9 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana ili kutekeleza malengo yaliyowekwa katika kuinua ustawi wa vijana. Lakini je, wabunge wanasemaje kuhusu hali ya vijana na mipango hiyo ya serikali? Pamoja na kuchangia wizara hii, vijana tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ajenda ya maendeleo na dira yetu ya 2050 tunakwenda kuitekeleza. Ndugu zangu, ukiangalia hata sensa za 2022, vijana ndio asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 60 ni vijana. Maana yake nini? Dira hii ya 2050 bila kuwaimarisha vijana haitoweza kutekelezeka. Na sisi vijana ndio ni lazima tuchukue msingi huu, ni lazima tusimame pamoja kuhakikisha dira hii tunakwenda kuitimiza kwa wivu mkubwa na kuhakikisha kila kijana ananufaika na pesa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa. Kwanza kabisa, serikali iboreshe mfumo wa utoaji mikopo kwa vijana kwa kuondoa urasimu usio wa lazima, kuweka mifumo ya kidijitali ili kurahisisha uwazi na hii iende moja kwa moja kwa vijana. Lakini pia naomba serikali ianzishe skills development center ambazo hizi zitawasaidia vijana hawa wakaweza kupata ile skills ambazo wanahitaji ili waweze kuajiriwa au kujiajiri wao wenyewe.
itasaidia sana katika kupatikanaji wa kazi wao. Nje ya mkutano wa Bunge tumepata maoni ya vijana kuhusu mipango hiyo ya serikali. Tumesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Vijana na Maendeleo Tanzania. Tumeiona kweli amelenga mambo muhimu ambayo yanatulenga sisi vijana. Jambo la kwanza tumemsikiliza akisema ataendeleza kuwekeza fursa mbalimbali katika vijana, na sisi tunampongeza kwa hilo kwa sababu sisi vijana tunahitaji fursa. Tukiangalia katika wimbi kubwa katika taifa letu, vijana ni wengi kuliko sekta zingine. Tukiangalia sasa hivi vijana tunahitaji ajira, lakini kwa sababu ya wasomi tumekuwa wengi, sasa hivi tunahitaji walau tuweze kuwezeshwa ili kusudi tuweze kujikwamua kwenye changamoto za kukosa ajira. Tukiweza kuwa na mifumo dhabiti kama alivyosema ya kujiajiri, akituwezesha, manake sisi tunaweza tukajikomboa katika maisha yetu. Natarajia tu kwa sasa hivi Tanzania tukiangalia sana wameweka kipaumbele sana kwa vijana. Kwa hiyo natarajia kila kijana yoyote ambaye yupo ndani ya Tanzania, nice, wametoa utaratibu mzuri sana kwa sisi wote ambao tutaweza kupata mikopo kwa usahihi. Kweli Mheshimiwa Waziri amekuja na maono makubwa ambayo ya miongoni mwao ni yale ambayo alikuwa anatarajia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yatekelezeke, haswa katika ushirikishwaji wa vijana nchini, namna ya kuweza kujikwamua, kupata kiuchumi na kujikwamua katika ili janga la umaskini ambalo lipo nchini Tanzania, hasa katika vijana ambao hawakupata fursa ya ajira. Mimi kwa maono yangu ni kwamba waboreshe zaidi katika mikopo, wawape mikopo vijana na wafikie mjini na vijijini physically. Jina langu ni Zaituni Mkwama, Maelezo TV.